Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba ana hofu ya kuwapo kwa ulipizaji visasi ikiwa watawala watabadilika. Anasema kumekuwa na utamaduni wa kila unapokaribia uchaguzi kukamatwa viongozi wa upinzani na kufunguliwa mashtaka. Aidha, Jaji Warioba amesema Chama cha Mapinduzi CCM kimepoteza dira baada ya kuacha itikadi yake ya ujamaa na kujitegemea. Akizungumzia hoja ya ulipizaji visasi, kiongozi huyo mstaafu amesema utamaduni huo ukiachwa kuendelea bila kuchukuliwa hatua za kukomesha, tutakuwa tunajenga taifa la watu wa kulipiziana visasi. Hili linapata kufanyika maeneo kadha, kwamba kila ukifika uchaguzi yanatokea haya ya wapinzani kukamatwa, amesema huyo Jaji Warioba. Amesema na ikija kufikia mahali serikali ikabadilika, wale wanaokuja kutawala nao watataka kulipiza kisasi. Ni ule msemo wa Waingereza unaosema what goes around comes around, kama ulivyotenda nawe utatendewa. Jaji Warioba anatolea mfano wa kile kilichotokea nchini Brazil na nchi jirani ya Zimbabwe, ambako marais waliokuwa madarakani waliwasakama wapinzani wao kwa visasi. Kupatikana kwa taarifa hizi kumekuja miezi miwili tangu kumaliza kwa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani, ambako chama kikuu cha upinzani nchini Chadema kilishindwa kushiriki na mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Jaji Warioba anasema hivi: uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana ulitawaliwa na ghasia zilizokuwa na maandamano ya kupinga uchaguzi huo kwa kuwa haukuwa huru. Waandamanaji wakiongozwa na vijana na wanawake walijitokeza mtaani kushinikiza serikali kufanya mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi na ujio wa katiba mpya. Kwa mujibu wa Jaji Warioba, maelfu ya watu waliuawa na vyombo vya dola wakati wa maandamano hayo. Jaji Warioba hakutaja idadi, bali makamo wa rais mstaafu alisema watu waliouawa kwa risasi ni wengi kuliko wale waliokufa kwenye vita ya Kagera. Bali Jaji Warioba alisema hivi: watu waliouawa kwa risasi siku hiyo ya Oktoba 29 ni wengi kuliko wale waliokufa kwenye vita ya Kagera. Aliongeza, waliokufa sio makumi, sio mamia, bali ni maelfu. Ni wengi kuliko wale waliokufa kwenye vita ya Kagera. Vile vile, kupatikana kwa taarifa hizi kumekuja wiki moja tu baada ya gazeti moja kubwa mtandaoni, gazeti la Mwanahalisi, kumnukuu Jaji Warioba akisema maisha yake yako hatarini, anatishiwa kuuawa, lakini hana cha kuogopa. Akifafanua kuwapo kwa siasa za visasi, Jaji Warioba anasema Latin America hivi karibuni kuna rais wamemfunga miaka 14. Kabla ya kuwa rais alikuwa mpinzani. Anasema rais aliyetangulia alimsakama sana, alipopata yeye urais akamshughulikia, huyu aliyemshughulikia yeye akamkamata na kumtia ndani. Jaji Warioba anasema hivi: amekaa ndani, mwisho ametoka, baadaye akagombea tena urais na kumshinda yule aliyemweka gerezani. Sasa amemshughulikia yule aliyemtesa yeye, amemfunga miaka 14 gerezani. Jaji Warioba alimshuhudia rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro alianza kutumikia kifungo chake gerezani tarehe 26 Novemba mwaka jana. Alitiwa hatiani kwa kosa la kuongoza jaribio la mapinduzi. Kabla ya kuingia madarakani, Bolsonaro alimsweka gerezani mtangulizi wake Luiz Lula da Silva, rais wa sasa wa taifa hilo. Jaji Warioba ameongeza kwa kusema hivi: lakini kuna nchi nyingine hivi karibuni wamemfunga rais, sio kwa makosa aliyoyafanya akiwa rais, ila kwa kuwa aliwatesa wenzake akiwa kiongozi wa nchi. Wenzake walipoingia madarakani wakaona wamtafutie sababu yoyote ile ya kumuingiza kwenye matatizo, wakatafuta wakapata. Alikuwa gavana mahali fulani miaka 10 iliyopita, wakagundua akiwa huko alifanya makosa, wakamtia ndani ili kulipiza kisasi. Jaji Warioba anasema hivi: kuna mifano mingi sana, kwa sababu hawa wanaona wanateswa, wakipata madaraka wanaamua kulipiza kisasi. Akizungumzia nchi jirani ya Zambia, Jaji Warioba anasema hivi: kuna rais alimsakama aliyekuwa kiongozi wa upinzani ambaye sasa ni rais. Jaji Warioba anasema hivi: hata jirani zetu hapo wana rais aliyemsakama kiongozi wa upinzani akamtia ndani kwa uhaini kwa sababu hajapisha msafara wake. Narudia tena, hapo Zambia kuna kiongozi aliyekuwa anatawala akamtia ndani kiongozi kwa kosa la uhaini kwa sababu tu kiongozi huyo wakati anapita kwenye msafara wake, kiongozi huyo mkuu wa upinzani hakupisha msafara wake. Kwa sababu hiyo alimtia ndani kwa kosa la uhaini. Jaji Warioba anasema hivi: rais alikuwa anatoka airport, yani uwanja wa ndege, magari yanasimama, yeye akagoma kwa kuwa alitaka kumtambua kuwa rais wa nchi hiyo
kutokana na matatizo ya uchaguzi. Kulipokuja uchaguzi mwingine akagomea na kushinda, akamshughulikia mwenzake rais aliyekuwepo madarakani kwa kipindi hicho, wakati yeye alipokuwa amemweka ndani kwa uhaini, na akahakikisha hatakuja kugombea tena. Alimweka mahali pagumu sana. Anasimulia Jaji Warioba. Kiongozi huyo anasema hata alipotaka kwenda nje kwa matibabu alimwekea vizingiti, akaenda kwa njia za panya, akapata matibabu, bahati mbaya akafariki. Jaji Warioba amesema mwezi Juni mwaka 2025 mpaka leo hawajamzika mtu huyo kwa sababu wanabishana. Marehemu alisema, huyu ni kifa asisogelee mwili wangu, na kuna mgawanyiko kati ya chama cha aliyekuwepo madarakani na cha yule aliyefariki. Jaji Warioba hakuwataja majina viongozi wawili wa nchi jirani walioshughulikiana, bali rekodi zinaonyesha kuwa anamzungumzia Hakainde Hichilema, rais wa sasa wa Zambia, na mtangulizi wake Edgar Lungu. Na kuhusu madai ya kuwa CCM imeacha sera yake ya ujamaa na kujitegemea, Jaji Warioba anasema vyama vyote havina itikadi. CCM ilikuwa na itikadi ya ujamaa wakati fulani, sasa haina itikadi. Lakini Jaji Warioba akasema sio CCM tu ambayo haina itikadi, bali pia vyama vyote hasa hivi vya upinzani, si Chadema, si ACT Wazalendo, sio CUF, vyama vyote kwa sasa havina itikadi, kwa sababu lengo lao ni moja tu, lengo lao ni kushika dola, amesema. Kwa hiyo utaona hata wanavyosema, wanazungumzia vitu kwamba nikiwa kwenye mamlaka nitafanya hivi. Hawa wamekaa miaka 60 hawajafanya chochote. Yani anasema yale maneno ya Chadema ambayo huwa wanaongea wakiwaambia CCM, nikiwa madarakani nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, na nitafanya hivi kwa sababu walioko madarakani sasa, yani CCM, wamekaa kwa miaka 60 na wameshindwa kufanya hivi. Hayo ni maneno yao viongozi wa Chadema ambao Jaji Sinde Warioba akiwa anayasema, lakini kwa kupitia mlango wa nyuma. Jaji Warioba anasema hivi, serikali yoyote ikiingia madarakani, kama ni barabara, madarasa itajenga, lakini lazima uwe na itikadi unapeleka nchi wapi. Jaji Warioba ameongeza kwa kusema hivi, mfano kule Marekani, tofauti kati ya Republican na Democratic ni kwamba Republican wanaamini serikali ingekuwa ndogo, shughuli za maendeleo zingeachwa kwa watu binafsi. Serikali isiingilie, bali itengeneze sera zitakazotumiwa na wananchi kufanya shughuli za maendeleo. Hiyo ndiyo itikadi yao, kwamba ni nchi ya watu binafsi, wana uhuru wa kufanya wanavyotaka. Lakini Democratic wanasema kuna mambo fulani ya wananchi lazima serikali iyasimamie, mfano kama bima ya afya, na wakati wote kuna kuwa na mgongano kati ya Republican na Democratic. Jaji Warioba anasema hivi, Republican wanasema hii sio shughuli ya serikali, waachie watu binafsi watatengeneza utaratibu. Democratic wanasema hiyo mtu wa kawaida hawezi kumudu. Kwa hiyo vyama hivi viwili vyote vina itikadi inayoeleweka. Na nukuu hapa maneno ya Jaji Joseph Sinde Warioba, anasema hivi, sasa angalau tungeona hapa, ukiona sera ya Chadema ya mambo ya kawaida na CCM, tofauti yake ni kidogo sana. Kwa hiyo sisi tunakazania madaraka tu ili uyapate, lakini uonyeshe unapeleka hospitali wapi. Tumefanya hivi na vile, hivi ni vitu, sio itikadi, anasema huyo Jaji Joseph Sinde Warioba. Kwa maneno haya unahisi nini kitatokea, ama CCM watajibu nini tena? Kama ambavyo tunafahamu, mwenezi wa chama hicho bado anaendelea kushughulikia wale watu wote ambao wanapinga maendeleo, wanajifanya waoni kile ambacho wanataka kudogosha ukubwa wa chama hicho. Tukumbuke tu hapa juzi CCM imewaomba wananchi kumpuuza mzee Butiku. Vipi kuhusu mzee Jaji Warioba? Je, itakuwaje? CCM watajibu nini? Nikukumbushe, Chama cha Mapinduzi CCM kilitoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja zilizotolewa na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Mwalimu Nyerere Foundation, mzee Joseph Butiku Warioba, wakati akizungumza na waandishi wa habari hivi karibuni, ambako CCM imesema haihusiki kwa namna yoyote ile na kufungiwa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nikukumbushe kwamba taarifa hiyo ilitolewa tarehe 21 Januari mwaka 2026. Leo ni tarehe 22, manake taarifa hii imetolewa jana. Inaeleza kuwa kuzuiliwa kwa Chadema kunatokana na uamuzi wa Mahakama Kuu katika maombi madogo namba 8960 ya mwaka 2025. Taarifa hiyo ambayo imesainiwa na katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa INEC, itikadi na uenezi na mafunzo, Kenani Labani Kihongosi, imesema shauri hilo inatokana na migogoro ya ndani ya Chadema ambapo wanachama wake watatu,
yani Saidi Isa Mohamed, Ahmed Rashid Khamis na Maulida Ana Kom waliwasilisha maombi dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho, ambao waliiomba mahakama izuie shughuli zote za Chadema hadi pale maombi hayo katika shughuli namba 8323 ya mwaka 2025. Na nukuu hapa barua hiyo iliyosainiwa na Kenan Labani Kihongosi inasema hivi: Mahakama Kuu ilisikiliza maombi madogo ya wanachama hao na kutoa uamuzi kwamba Chadema isifanye shughuli zozote za kisiasa wala kutumia mali za chama hicho hadi pale shauri la msingi namba 8323 litakapofikia tamati, imeeleza sehemu ya taarifa hiyo ya CCM. Kufuatia muktadha huo, Chama cha Mapinduzi CCM kinasema si wao wala serikali inayohusika na suala zima la Chadema kuwekewa zuio mahakamani. Taarifa hiyo inaendelea kusema hivi: Watanzania na watu wote wenye nia njema ya nchi yetu wanashauriwa kupuuza upotoshaji huo na kujiepusha na kauli zote za chuki zinazokusudia kuliumbisha taifa letu, imeeleza sehemu ya taarifa hiyo ya CCM. Nini maoni yako kuhusiana na taarifa hiyo ya CCM, lakini pia kuhusiana na kile alichokiongea Jaji Sinde Warioba?